Moneyles Production. Hii ni Hello, habarini za muda huu jamani, karibuni tena, karibuni sana. Kwa mara nyingine tena, hii ni Talk to Diaspora. Hapa ni experience za maisha ughaibuni. Wageni wangu wanakuja kushare lengo tuweze kusikia yale ambayo wameyaona, yale ambayo wamejifunza, na wewe ambaye kwa namna moja ama nyingine ungetamani basi kwenda wala kutembea ama kuishi ama kupita kwenye hizo nchi ambazo wageni wangu wanakuwa wanatuambia hapa, basi walau waweze kukumegea dondoo chache. Hawezi kumaliza zote, lakini walau chache ziweze kukusaidia na wewe ambaye una shauku ya kusafiri siku moja, si ndio? Basi karibuni sana. Mimi naitwa Selina na hii ni Selina Network. Talk to Diaspora ndio tumeanza. Diaspora, talk to diaspora, diaspora, African diaspora. Mgeni wangu wa leo ni mtu ambaye kama wewe sio mgeni kule mjini Instagram naamini kabisa, ama YouTube ama TikTok, haswa TikTok, anaeleweka vizuri kabisa kuwa yeye ni nani na shughuli anazozifanya. Na ni kwa sababu gani? Kwa sababu ameamua kutumia mitandao vizuri zaidi. Kwa hiyo imeweza kumpa umaarufu, lakini tumeweza kufahamu shughuli anazozifanya kwenye jamii anayoishi. Naye si mwingine ni mwanadada Jamila Kizondo. Na huyo ndiye ambaye niko naye leo. Da Jamila, asante sana kwa kuweza kutenga muda wako. Najua sasa hivi Marekani muda umeenda, halikadhalika na sisi kwetu ni usiku mnene, lakini ukasema licha ya majukumu ndio kwa nayo, leo nitaingia ndani ya Talk to Diaspora niweze kuambia mawili matatu. Mimi nimekutambulisha juu tu Jamila Kizondo. Mimi napenda kukuita chef balozi wa chakula cha Afrika Mashariki, ukitokea pale Mombasa nchini Kenya, lakini kwa sasa makazi yako yako nchini Marekani. Nianze na hapo. Kwanza asiyefahamu Jamila Kizondo huyu ni nani na ikawaje leo tunamuona nchini Marekani? Nini kilikupeleka nchini Marekani? Naitwa Jamila Kizondo, mke wa Jomba. Jomba maarufu. Mimi ni mkazi wa Mombasa, Kenya, mzaliwa wa Mombasa, Kenya, na ni mama wa watoto wawili, alhamdulillah, na pia ni mwanaharakati wa jikoni. Nikisema mwanaharakati wa jikoni inamaanisha kuwa ni mpishi, ni mwalimu, na ni mtu ambaye anapenda sana kutumbuiza watu. Manake hii dunia ni dunia ya miduara. Na mara nyingi tukiibeba sana dunia, baadaye huja tukajipa na maradhi ndani. Sasa katika kule kusahau yale maradhi ya kilimwengu, najaribu sana kuleta vichekesho, kuliwaza watu kidogo hapa na pale. Naona na vichekesho vile navitumia aina mbili. Upande wa mimi na mume wangu katika kuendeleza maadili fulani, ama katika kunufaisha watu na jambo fulani. Na vile vile utumia vichekesho vile katika mapishi yangu mwenyewe. Kama tuseme nawapa recipe watu, ama nawajuza kuhusu kitu, ama namna kutengeza chakula, basi pia hutumia kile kichekesho ndani yake. Maana nataka mtu anufaike kwa elimu na anufaike kwa moyo, afurahi. Yaani kila akikaa kikumbuka kile chakula na nikumbuka na mimi pia. Naona. So nitasema upande huo nilikuwa nao toka zamani utotoni, lakini nilikuja mali nikajisahau
kuwa mimi niko na kipaji cha uchekeshaji. Maanake dunia ilinikabili na mambo mingi na majukumu. Baba alivyofariki, ikabidi mimi nimsaidie mama, ndugu zangu. Kwa hivyo nikajisahau kuwa niko na ule upande mwingine ambao ni wa kujiliwaza mimi mwenyewe pia. Lakini kadri ya maisha alivyonichukua na biashara yangu ilivyonipeleka, njiani nikakutana tena nayo hiyo kipaji changu ambacho sasa hivi naendelea nacho. Namshukuru Mwenyezi Mungu. Hongera. Nimefika Marekani. Mume wangu ni Marekani na tuliwahi kukutana Dubai nilipokuwa niko kule kikazi, na kuna rafiki yangu mmoja ndo akanitambulisha mimi kwa huyu kwa mume wangu. Na huyu rafiki yangu ni Mzanzibari. Aliniambia kuna mkaka mmoja ambaye anatafuta jiko la Afrika. Nikasema sawa, hakuna ubaya, ndoa ni kutia mkono gizani. So nilivyomjua Samiri mwezi tu akaniambia sisi tunaoana. Mimi nikamwambia niko tayari kuolewa. Maanake pia katika dini yetu hatukubaliwi kukaa ama kujuana muda mrefu ama kutongozana ili ni kinyume na maadili ya dini. Kwa hivyo nikamwambia basi nikutambulishe kwa kakangu, mujuane, umueleze nia yako. Na alhamdulillah wakakutana, wakajuana. Ndio akamwambia kakangu, mimi niko radhi ni kumchukua dadako, sijui idhini vipi. Kwa hivyo tukafuatilia, alhamdulillah within 2 months ikakubaliwa, tukakimbia nyumbani. Maana tuko Dubai, yeye ameenda kule kikazi na mimi niko kule kikazi. Lakini tukabidi tuende nyumbani Ramadhani kwa siku 4 tu, tukafunga ndoa pa. Baada hapo tukapiga U-turn, tukarudi kazini. Hongera. Mimi kufika Marekani ni kwa sababu ya yeye mume wangu ni raia wa Marekani. Okay. Kwa hiyo hapo umetugusia kidogo kama rafiki yako ndio alikuwezesha kukutana na mume wako. Kwa hiyo haya mambo ya unakuta mtu akijua uko nje ya nchi anaomba umtafutie partner. Kumbe haya mambo yanawezekana na unawasaidia. Ikiwa kitu cha kwanza Mwenyezi Mungu iwe ameliandika lile jambo litokee. Maanake kama ni mimi kumpata mume wangu kupitia rafiki, nilikuwa na marafiki wengi ambao walijaribu kuniletea wanaume paka nyumbani ili walete maneno na mshenga, lakini haikujaliwa. Ni kitu ambacho Mwenyezi Mungu alikuwa hajakitaka kitokee na wale, alinipangia katika kitabu changu kitokee na huyo. Lakini kawaida ni yeye Mwenyezi Mungu anapopanga, alafu binadamu akaletwa kama sababu. Kwa ulishapangwa Jamila wajomba. Jamila wajomba. Sawa. Jamila, tunafahamu wewe kitaaluma ni mwanahabari ambaye umewahi kufanya kazi na vyombo vya nyumbani, lakini pia umewahi kuwa correspondent kwa moja ya chombo cha kimataifa, naizungumzia Voice of America. Hiyo ni taaluma yako kabisa. Sasa nataka kufahamu, umeipa kisogo fani yako na sasa umeamua kujikita kwenye mapishi ama vipi? Kwa sababu tunafahamu wewe ni mwanahabari mzuri. Babangu Mungu amwekema. Amina. Being educated is not being learned. Ndio kuna umuhimu wa elimu katika maisha, ni kitu kizuri. Maanake ile elimu itakuja kusaidia mahali katika ile njia yako ya maisha. Lakini haimaanishi kwa kile ulichokisomea basi ndio hicho unganganie nacho katika maisha ukifanya. Tunaenda shule kujifunza mambo kadhaa, kutoka ujinga, kujirefusha na kitu fulani, unaona? Lakini haimaanishi kuwa basi kwa kuwa niko na shahada za TV program na radio ndo nitembee na masanduku na makaratasi njia nzima Nairobi nitafuta kazi ya uandishi wa habari mpaka exit. Ni kitu ambacho nilikifanya nilipomaliza. I graduated kutoka Islamic University in Uganda. Nilifanya kule mwanzo internship Uganda like 2 years.
Kisha nikarudi zangu Mombasa, nikafanya kazi na radio moja inaitwa Radio Rahma, zamani ilikuwa ni Pulse FM. Nilikuwa presenter pale na show yangu mwenyewe. Nilipotoka pale nikaandikwa kazi na Nation Media Group. Ni kampuni ya magazeti, uandishi wa magazeti ama runinga. Nikafanya kazi pale pia vizuri, lakini kitu ambacho nitasema nyumbani ni kuwa ukionekaniwa kwa wewe bado ni mbichi katika safari ya maisha yako ya kikazi, wale wakubwa hawakuthamini. Na wanakutumia wanapotaka wao yani. Na mpaka kufikia kiwango cha kuwa pia ule mshahara watakupa vile wanapotaka wao. Kwa hivyo nilivyokaa pale nikaona kuwa ninachokipata ilikuwa hakinikidhi haja zangu. Nikaona kwa nini nisi branch, nishike tawi lingine la maisha. Ndio maana nikatoka Kenya, nikaenda zangu Qatar. Ndio kuna zangu Qatar nikafanya kazi na kampuni ya uuzaji kahawa, vinywaji vya kahawa. Nikakaa pale miaka 2. Baba akafariki. Baba kufariki, nikarudi nyumbani kuona vipi naweza kukaa na mama, nikamliwaza upweke na nini. Lakini nilikuwa nyumbani hakukaliki. Nikaondoka tena. Nikaenda zangu Dubai. Kufika Dubai nikafanya kazi na kampuni ya duka la furniture hilo, maduka ya furniture kutengeneza mavitanda kama hivyo. Nikakaa pale, nikapambana, nikapigana mpaka nikapata cheo, nikawa manager pale, sales manager. Hiyo store. Nilipopambana pale ndo Jomba naye zikaja stories zake. Akakuona. Kwa mseka ile wakati wa mimi sasa kufunga pingu zangu za maisha na kuwa na title nyingine ya kidunia. Ndio nikakubali na kushika mimba. Akaniambia mimi sitaki ufanye kazi, mimi mambo ufanye kazi wa ndani sitaki, nataka uwe mama, mimi nitakuangalia kivia jaza. Ndio nikaacha kazi pale, nikalea mtoto wangu. Jomba akapata transfer Japan, nikabidi tuende Japan. Kufika Japan bado kana naendelea na kulea role ya umama. Lakini katikati ya njia sasa kana naanza kubweka. Maana yake unajua nilikuwa na tabia ya akili yangu kwenda mbio. Yaani ni mtu wa kujituma. Sasa nikishamaliza kumlisha mtoto amelala, sijui nilikuwa nifanye nini, nyumba safi, vyombo safi, sijui nilikuwa nifanye nini. Ikaanza kunila ile kitu. Nikamwambia Jomba mimi kuna kitu kiko sawa. Hii akili yangu na kama nailaza mno siwezi. Yeye ndo akanipa akili, akaniambia mke wangu unapika, kwa nini usili hivyo vyakula vyako usiwafundishe hao wa Japani pia hapa vyakula vya Kiswahili. Yeye ndo alinipa hiyo akili. Akaniambia fungua page ya Facebook, uweke vyakula vyako, rafiki zako akija Japani mkitembea waeleze. Ikaanza hivyo. Kani kipika mahali tunakutana na beba kidogo anaonja, wakaanza kupenda. Pole wakaanza niambia niwafundisha. Kaanza kuwafundisha. Naona. Basi ikaanza hivyo yani. Sasa nikipika naonesha, tulikuwa siongei, kwa sifanye vijana, naeka tu mapicha video basi. So ajua paka yani ile confidence ya technology kuchukua unacheza mwanzo nayo. Basi ndo tukimaliza pale Jomba ikawa riski ya Japan imesimama, akahitajika arudi hapa kwao Marekani. Sasa kufika Marekani nikasema nikapiga survey. Ile kila ukienda mali kama ni mgeni paka usome mji kwanza. Nikapiga survey, nikaona ya Ethiopia, nikaanza kuzunguka Wahindi nini.
tukawa kuna mafestival makubwa, jomba ananichukua, naona watu wanauza. Kaambia jomba asikie, mimi hata hawa sioni kama ni watu, mimi naona tu dona zinatembea. Akaniambia nini? Kama naona pesa kwenye macho. Kwa hivyo wasemaje? Nikamwambia mimi nataka kuanza sasa. Kazi nataka kuianza Marekani. Mkangu na hakika kamwambia nipeleke kwenye maduka. Kaenda kwenye maduka, nikaanza kusoma pole vitu vingine kasi sioni, napigia mama simu, rafiki zangu wakija wananiletea pole pole tu. Bas nikaanza sasa kuchukua orders, nauza alhamdulillah. Lakini mfanyi biashara yoyote baada ya mwaka miezi kadhaa huwa unajipima sasa. Unajiangalia, miezi 6 nimefanya nini? Lengo langu lilikuwa ni 1 2 3. Mangapi nimeyapitisha, mangapi sijafika? Wateja wangu vipi naweza nikawafanya wakanipenda zaidi ama wakadumu na wakaongezeka. Nikasema hebu anza kufanya viatu. Wewe ni mtu wake, mtu wa viatu, napenda sana jokes. Basi siku moja nikamwambia tusikie, natamani wale kina mama wanaouza maboga kwenye mabarabara. Haelewi. Sasa ongea nini? Nikamwambia ngoja nikuonyeshe. Nikanunua kikapu, nikatikia mboga ndani, nikatia vitu vangu ndani. Ubuyu, sijui nini. Nikamwambia sasa nichukue video. Mimi natembea kwenye barabara nauza. Hiyo ndio video yangu ya pili. Ya kwanza nilisema viaka kwa niko kwenye diet na kula kile meza imejaa. Ndio hiyo video pia ikachukuliwa, ni mashallah kupenda watu. Ndio nikafikiria video ya pili nifanye nini, nikasema hiyo mama mboga. Hiyo na mashallah. Bas sasa tulivyoanza hapo akaniambia mke wangu, inaonekana hii njia uliyochukua sasa hii ndio itakupa mwelekeo bora. And that was it. Hongera sana. Yani kidogo, yani jamani, hii ni Talk to Diaspora. Kama unajiunga nasi, niko na Jamila Kizondo. Huyu ni mwana Afrika Mashariki, mpishi mahiri kweli kweli, ambaye anaipeperusha vizuri kabisa bendera ya nchini Kenya huko Marekani, ambako kwa sasa ndio amekita kambi. Maisha yake yako huko, ameolewa huko, anaishi huko, ni familia yake iko huko, na anafanya shughuli zake za biashara ya chakula huko. Ametupitisha kwenye safari ya maisha yake kama mwanahabari, nini kilimsukuma kaipa kisogo tasnia ya habari, lakini anafanya vizuri kwenye mapishi. Kwa hiyo acha endelee kutupikia tule vinono. Wale mnaokumbuka mahanjumati ya nyumbani ukiwa Marekani, ukimuona Jamila Kizondo, basi wewe unajihisi kama uko Afrika Mashariki, au sio? Mambo ya maandazi, vitumbua, chapati, mbaazi, just to mention a few. Anapika kila kitu unachokijua. Ni wewe tu kumpa oda yako. Diaspora, talk to diaspora, diaspora, African diaspora. Sasa jida Jamila, na kupeleka kwenye maisha ughaibuni. Umeishi Japan, umeishi Afrika, Kenya, na imani pia umeenda Uganda kama ulivyotuambia ulikuwa kimasomo. Hali ya maisha unaionaje nchini Marekani ambako ndio umeishi kwa muda mrefu ukilinganisha na Kenya ulikotoka? America is a land of opportunities. Ni nchi ambayo ina benefits nyingi sana, ama ni nchi ambayo ina neema upande wa fursa. Ikiwa lakini unajua vipi njia zako ya kufuatilia zile riziki. So nikilinganisha ninachokifanya hapa kwa biashara na nitakachokifanya Kenya, ama labda mwenzangu anachokifanya Kenya, hapa ni mara 10 ama hata mara 15 ya kinachofanyika nyumbani. Unamaanisha nini? Nikimaanisha ni kuwa hali ya uchumi ya nyumbani kidogo tutasema chini. Maisha nyumbani jua yako so low. Na ikiwa umeamua kuwa mfanya biashara,
basi utafanya kulingana na uwezo wa pale mazingira ulionayo pale ulipo wewe nyumbani. Kivipi? Kama tuseme chakula, siwezi kuweka bei ya juu zaidi ambayo najua hata anayepita njia hata sura tu niangalia. Kulingana na hali ya uchumi ilivyo nyumbani. Lakini Marekani ni pahali ambapo unajua, yani unajua vipi utawashika koo. Sielewa? Na ujue kuwashika koo kivipi. Ukienda nje kuuza, bei yake ni nyingine. Na wakileta oda nyumbani, bei yao ni nyingine. Okay. Manake mimi kwa sasa sina duka. Lakini Mungu akipenda na naamini siko mbali nitakuwa na duka langu. Amina. Amen. Inshallah. Sasa nyumbani iwe ni orders Kenya, sasa iwe ni orders za nyumbani ama hata umeenda kuuza nje itakuwa bei ni moja. Lakini hapo unajua vipi kucheza napo. Ukitia kwenye akili kuwa hichi ni chakula duni, ukipati kama burger, kama wings, kama mkate, ni chakula ambacho wengi wetu maskini kulingana na majukumu ya nchi hii hawana time hata ya kukaa na kupika. Na mind you, mtu akipata chakula ambacho unampikia cha kinyumbani, hizo ndio utakazozipiga saa ile umempa sahani kwa raha, kwa furaha, hata fikiria mara mbili ile bei utampa. Ndio ningekwambia it's a land of opportunity ikiwa unajua njia zako za kuzipatilia ile opportunities ambazo ziko mbele ya uso. Okay. Kwa watu waliokuwa tayari wameingia nchini Marekani na labda wameajiriwa ama kuna kitu kimoja wanakifanya na wana ujuzi wa kufanya vitu vingine, ni kujua jinsi gani wanaweza kutumia fursa zinazowazunguka na wakatengeneza pesa. Inawezekana. Okay. Safi. Sasa nataka nikupeleke kwenye safari ya malezi. Wewe ni mama ambaye umelelewa Afrika, umeona malezi ya watoto Afrika, hususan Kenya, na lakini umebahatika kupata watoto wako ughaibuni. Hali ya malezi kwa upande wako ikoje? Ni changamoto ama ni rahisi? Kuna methali inasema nikumbushe kidogo, inasema ni mtu hashindi na mzigo wake. Tembo hashindwi na mkonga wake. Hashindwi na pembe zake. Tembo hashindwi na mkonga wake. Sasa mimi alhamdulillah nimetoka kwenye mazingira ya mama Mswahili, baba Mswahili. Baba Mwafrika, mama Mwarabu. Mwarabu ambaye lakini maisha yake yote amekulia Afrika. Unaona? Kwa hivyo malezi yao yamekuwa ndio nyota yangu kubwa katika maisha. Na nashukuru sana. Maana kile ambacho wao wamenipa hawakuninyima kama mtoto. Na kama wazazi ambao kweli wamejali kitu cha kwanza dini na kitu cha pili maadili, basi kweli wamenipa ambacho inafaa kupewa kama mtoto ambaye alitoka katika nyumba ya Waswahili. Na kile ambacho walinibariki nacho, sina uchoyo mimi wa kuwapa wanangu. Naona. In fact, najivunia nacho. Kwa leo niko na kitu, niko na akiba ama niko na treasure ambayo wazazi wangu wamenipa, na alhamdulillah leo watoto wangu pia nawapa. Tumekuzwa katika maadili ya kujisimamia. Ukiondoka unajua kuoga, nguo zako kabla kulala umepiga pasi, vitabu vyako umeviweka sawa, weekend unaenjoy. Ikifika Jumapili by saa 8 unajiandaa kwa siku ya pili ya shule. Unaona? Kwa hivyo such an upbringing inanisaidia mimi kama mama kujua ndio in 2 days time niko na order za mteja, lakini kabla sijafikia order za mteja familia yangu iko wapi? Okay.
unaona, watoto niwaangalie nywele, niwaoshe, niwasuke, nguo zao nimehakikisha ziko sawa. Naomba kazi yake ni kupigia pasi, ni tayari, unaona. Kila kitu, kama ni homework ni mimi, si baba yao, baki baba yao yeye tayari na kazi. Kwa hivyo homework nijue by Jumamosi jioni leteni vitabu, naona kukosekana hii, kuna hii. Kama ni shule ya Kiislamu kuna sura gani ambao wanafundishwa, lazima niwasaidie kuikariri ili wakienda shule wakiulizwa unajua. Kwa hivyo alhamdulillah, ni kujua tu mipangilio yako wewe kama mtu mzima ama kama mzazi. Saa ngapi mpaka saa ngapi ni nini, ni nani, unaona, na vipi you can go with your goals. That's it. Hongera. Na kuna baadhi ya wazazi ambao wanalea watoto labda Marekani ama nchi zingine za nje ya Afrika, ambazo tunaelewa utamaduni wa huko hauruhusu kuadhibu mtoto kwa viboko, na sisi tumelelewa Afrika ambapo viboko ni sehemu ya maisha. Inapotokea unakutana na mzazi ambaye kama huyo analalamika, sijui nifanye nini, labda mwanangu mjeuri, huwezi kumchapa, hebu muibie mbinu, nini afanye ili kumlea mtoto kwenye misingi iliyonyooka bila kiboko? Sisi tumekuzwa na viboko, na vile viboko vilitusaidia katika maisha nasema, lakini kweli tuko katika nchi ambazo ni very sensitive, especially katika ukuzaji wa watoto, na ni hatari, maanake hufika kiwango mpaka serikali ikachukua hatua ya kupokonya mtoto. Na nishapata, nafikiri hilo swali nishapata kama wateja wawili ambao waliniuliza. Kitu ambacho naweza kuambia ni kuwa kawaida mzazi huwa mjanja kuliko mtoto, na kupiga si suluhisho kamili la kumkuza yule mtoto ama la kumkataza yule mtoto kitu. Lakini unaweza ukatumia ujanja kumwambia kuwa there are always consequences ukifanya against the rules of this house, unaona na you always have to earn what you're asking for. Shelewa. Ndio. Wewe umeniambia birthday yako inakuja, unataka sijui nikununulie sports shoes, sijui unataka sijui nikununulie sijui miwani ya kuogelea. Kitu gani umefanya katika nyumba, yani ama umechangia nini katika nyumba yetu hii ambapo tuko mimi, wewe, babako, dadako, ambacho nione kweli unastahili mimi nikununulie hizo zawadi? Unaona, unampa challenge mtu, unaona. Ama unawaambia kabisa umeingia mwezi wa 5, mwisho wa mwezi wa 5 shule zinafungwa, na shule zikifungwa mnataka sijui mpeleke wapi, sijui short trips, twende wapi na wapi. Kwa hivyo wewe nakupa vitu 4 ambavyo unavitarajia kwako within this 1 month, na wewe mwingine pia ni hivyo. Unaona, na ikiwa katika hivyo vitu 4 mko katika kuvitengeza na kimoja mkakiharibu, jua basi yale mlioyauliza kimoja hata kitashuka chini, hakuna mali utafanya. And trust me, it does work. Maanake hiyo ni kitu pia saa nyingine nafanya na baba yao. Kwa sababu ya nini? Hawa washakuwa wakubwa, si wadogo tena, na ni watu ambao wanaongea. Leo nikisema nachukua waya na tandika, watakwenda kulisema kule mimi, mama alinitandika, mama alinifinya, unaona. So naipenda sana familia yangu, nawapenda watoto, na sitaki ni leo nipokonye watoto wangu, ni wangu. Lakini serikali ikija katika maamuzi saa nyingine haikufikiria wewe kama mzazi. Inafuata sheria. Tukakaa chini na baba yao tukaamua vipengele kama hivyo ndio tunavitilia sana kazi katika familia yetu. Nice. Na ni kweli it does work. Basi naamini wazazi wameiba hako kambinu kako na yenyewe itawasaidia. Jamila, nataka pia uniambie, wewe umeolewa na raia wa Marekani. Nafahamu wapo tayari umeshakutanisha culture 2 tofauti. Tunapozungumzia culture shock kwenye mahusiano, wewe umekutana nazo zipi? Ukizingatia wewe umetoka Kenya, Afrika, kwenye mahusiano yenye utamaduni mwingine, na huyu katoka kwenye taifa lenye utamaduni mwingine.
culture shock zipi umekutana nazo na umeweza vipi kubond? Culture shock ya kwanza ilikuwa Mbona unaiwaza? kuingiliana kama binadamu. Nilipotoka mimi ni kuwa mlango wangu unaweza kuwa wazi 24 hours. Na jirani akaingia bila tahodi ama hodi ya haraka, akaingia akakaa, kama tunakula na yeye akapata sahani, ni kawaida. Lakini hicho ni kitu ambacho hapa huwezi akikubaliki wazi. Unaona? Na sikuwa hakikubaliki ni kwa majirani tu, mpaka kwa ndugu. Yaani ndugu aingie kwa nyumba ya ndugu, ajiachie huru, hamna hiyo. Yaani ni kitu ambacho mpaka kesho bado mdomo wangu utafunguka wazi. Manake ni nchi ya kujisimamia, ni nchi ya wewe kwa wewe, yeye kwa yeye. Ama kilicho chake ni chake, kilicho changu ni changu. Kuna boundaries yani. Ilinichukua wakati mgumu na sometime yani, lakini mume wangu akaa sauti ananielewesha ni kitu Jamila ambacho kiko na usikilazimishe, kinaweza kukuletea tabu baadaye. Unaona, wewe kikubali tu, na kama yani kieke nyuma ya akili yako. Unaona, manake ni kitu ambacho pia nakiona baina yeye na mamake. Yule ni mamake. Lakini kuna boundaries fulani kwa, ndio wewe ni mtoto wangu, lakini hicho si chako. Ama nishakulia yameisha, mimi hainihusu maisha yako. Ambapo sisi kikwetu mpaka unaziko bado maisha yako mamako anayo. Anaamua. So that was one, the biggest. Okay, lakini ndio hivyo tunasema unapoenda Roma ishi kama wa Roma, unapoenda Afrika ishi kama wa Afrika, kwa sababu huo ndio utamaduni wao. Yamkini na wao wanashangaa vya kwetu na sisi tunashangaa vya kwao, basi tuheshimu kila mtu na utamaduni wake. Jamila, wewe ni mwana diaspora na naamini inawezekana mnakutana kwenye vyama tofauti vya diaspora. Nikikupa nafasi ya kuzungumza na serikali, una kipi hasa ungependa kukiaddress ambacho unaamini kikifanyiwa maboresho kwa mustakabali wa ninyi kama diaspora kitaleta faida zaidi? Serikali inapoamua kutoa ama kuwa na wizara ya utamaduni na lugha ambayo inajiita itakuwa ni Foreign Affairs, Ministry of Tourism and Culture. Utamaduni na sanaa. Najua ni chumo kubwa upande wao ikija kwenye utalii na kuuza nchi kwa nchi nyingine, ambapo mara nyingi wakizishikilia kazi zao kama hizi wanaongea sana. For example, Kenya ni nchi nzuri, nchi ya amani, nchi ya biashara, tuko na wanyama wa pori, tuko sijui na bahari 7, sawa, hatukatai. Lakini je, pale mnapoiuza ile nchi kwa nchi ya pili, mnazingatia kwa ile nchi mnaiuza ina watu ambao wafaa watambulikane, watu wenye kuwa na maadili yao na tamaduni zao? Mbali na hiyo, ile nchi ambayo mnaiuza pia mnasema kuna lugha yake ambayo ile lugha yake inaipa ile nchi jina la kisawasawa kwenye sura za wengine. Wizara kama hizi sidhani kama kweli zinasisitiza sana kwenye mambo kama hayo, kwa kuwa yanachangia katika utalii.
na tamaduni. Ya kwanza ni lugha, ya pili ni tamaduni zenyewe ambazo pia kuna watu wenyewe wenye kuzifuatilizia. Na kwa nini nimesema hivyo ni kuwa ukienda kama nchi nyingine, tuseme Japan, ama tuseme India, ministry yao ya tourism and culture, it does emphasize utamu wa lugha ya nchi zao. Unaona, maanake hata wakienda kwenye majukwaa hizi seminar nini, wataongea kuhusu nchi yao ina resources gani ama ina uzuri gani, lakini pia wataongea angalau kilugha chao kidogo, kuonesha kuwa mbali na utalii, mbali na mazuri tulionao, tuko na lugha yetu na kuna na watu ambao wanaiongea hiyo lugha. Ni kitu ambacho sisi kutoka Afrika Mashariki hatukizingatii, na kwa sababu ya sisi ama the leaders wakubwa wetu ambao wako juu hawazingatii, yani hawapi kipaumbele, ndio sisi pia ambao tuko chini tunazidi kujidharau. Kujidharau inaweza, tukija nchi kama hizi, lugha zetu tunazitupa, mavazi yetu hatuyajali, maadili yetu pia tumeacha pale airport kwenye stamping, tunaanza kuwa kama wengine. Unaona, tuseme balozi ambao tuko nazo hapa, tuko na balozi ya Tanzania iko DC, tuko na balozi wa Kenya, lakini hakuna kitu ambacho balozi hizo mbili inajaribu kusaidia wale wa diaspora wanufaiki ama wazidi kuwa na zile bonds za nyumbani. Lao kubwa atakalolifanya ni siku ya Jamhuri, kuna sherehe, njooni, mchome nyama, muondoke. Lakini hawa introduce vitu kama tuseme classes za Kiswahili kwa wale madiaspora ambao wako pale vizazi vyao. Unaona? Ama hata sherehe mbalimbali za kitamaduni za kuelimisha wengine, kama tuseme tuwaalike African Americans waje waone. Unaona? Watume barua zile za mwaliko kwenye ada ubalozi wengine, njooni leo wa Kenya ama East Africa leo wako na siku ya kusherekea utamaduni wao, muone ni vipi. Hakuna vitu kama hivyo. Tunaamini serikali ni sikivu, itasikia na huenda ipo michakato inafanyika, lakini jukumu ni letu wote kuhakikisha tunapaza sauti, tunafikisha ujumbe, pale panapolega kidogo tunajenga, lakini pale panapofanyika vizuri pia tunatoa heko. Kwa hiyo mimi naamini kabisa ubalozi wa Kenya nchini Marekani umesikia, utaandaa hayo matamasha na wakina Jamila mtaalikwa ili mje kushuhudia kile ambacho mmekisema kimefanywa kazi. Tuweke imani. Nakwambia mimi najua, siku hata wanijua vizuri. Lakini hawawezi kufanya kitu kama hivyo. Kwa sababu si kitu ambacho kiko kwenye roho yao. Nakwambia hata tukialikwa kwenye sherehe za ubalozi, hawataki kuongea Kiswahili. Haya, jamani, Kiswahili ni chetu, tukipende, tukikuze Afrika Mashariki. Jamila ametoa wito wake kwa serikali, lakini pia hata diaspora ambao mpo mnazungumza lugha fasaha adhimu tamu ya Kiswahili. Kwa nini tuiache ipite tu? Ni vizuri kuiendeleza, kuzakuza kwa na nyuma zaidi ni jambo wale ambao hii lugha si yao ama hii tamaduni si yao ndio wanakuwa na wanaikumbatia. Mimi nafundisha pia, ni mwalimu kwa Kiswahili. Hapa kuna shule ya Atlanta na nafundisha kwa wiki mara mbili. Lakini wale watoto walivyoona juhudi kuelewa kukiongea kile lugha mpaka nasikia raha. Wageni wa Amerika wanapita wakisema sivyo ndivyo, hawataka kujua, lakini wanaonesha yani ile hamu ya kwa kweli tunaitaka hii lugha. Kwa nini wewe mzaliwa wa lugha usione thamani yake?
Wanaua msemo wa Kiswahili kina wenyewe. Jamani, Kiswahili kina wenyewe na wenyewe ndio sisi tukiendeleze. Jamila ametoa wito, basi mwenye masikio na usikie. Jamila, ukisikia msemo diaspora hawapendani, diaspora wanaoneana wivu, diaspora wanachuki, maneno ni mengi kuhusiana na diaspora. Sijashuhudia, lakini yasemwayo ni mengi mtaani na naona unacheka kweli kweli. Hili neno wewe ushai kukutana nalo, na chuki hizi zinazosemwa zinatokana kwenye nini? Ili kama nakuita hapa kama daktari utoe dawa ili hayo yanayosemekana basi yakomeshwe, kwa sababu sio kitu kizuri kusikia rumors kama hizo, diaspora wanachuki, Waafrika wapendani. Tena utasikia fulani sijui wa taifa lako, usimkaribishe, atakufanyia kitu kibaya sana. Hizi zinatokana na nini? Maana umebidi uvute pumzi kwanza. Ni maumbile ya kibinadamu, na kama unavyoona vidole vilivyo tofautiana, binadamu pia tunatofautiana. Na wako ambao utakuwa wanachukiana, lakini kutakuwa na 4 5 ambao utakuwa bado wenyewe na mapenzi, wanaobeba ule utu kutokana na nyumbani ulivyokuzwa, kitu kama hicho, unaona. Na wivu ama chuki ni kitu ambacho kimechangiwa na shetani. Unaona, shetani tumemkaribisha wenyewe katika maisha yetu, tumemkumbatia, tunamsikiza, unaona na hichi ni kitu ambacho toka awali ukiangalia historia ya binadamu ni kitu ambacho tuko nacho, na saa nyingine pia husababishwa na bahati. Jamila amefanikiwa, amefungua duka, ameanza biashara, atoka ingia Marekani miaka 4 tu, lakini mambo yake hivi. Sasa wingi hawafurahishi na lile. Mimi nimekaa pale miaka 20. Amekuja huku kidudu mtu miaka 4 tu, vipi yani? Badala ya kumfurahikia ukaenda pale ukamuliza maili matatu ili na wewe ujijenge pale fulani. Hatuna hiyo. No. Sasa hiyo ikiweko ndio pale umoja unakosekana. Shaelewa ndugu yangu? Ndio. Kama unasikia diaspora kuna hii na hii na hii. Sababu ni hizo tu. Mtu Mwenyezi Mungu kafungulia milango yake, kamtilia nuru, barikiwa, wengine namteketeza roho. Unawaambia nini watu wenye tabia hizo? Roho mbaya hazijengi. Na roho kama hizo unajitia wewe maradhi. Jamii anaendelea iko sawa. Wewe unaumia, alsa kesho umelazwa. Yakubali yale maisha ya mwenzio, mfurahikie. Muombee Mungu. Na muulize atupe na wewe idea 1 2 3, vipi na wewe, labda si lazima uwe mpishi, lakini anaweza kukupa maili matatu na wewe ukajifungulia biashara fulani. Yaani tuache manake yani maradhi ambayo tunayapitisha kwa vizazi vyetu. Hatujengi, tunabomoa. Kweli. Na lazima pia tujaribu kuona wale wenzetu, mbona wao wako tofauti. Mbona Mwethiopia na mwenzake na Mwethiopia mwenzake wanajengana nao? Mbona Msomali? Mbona Mwindi? Kwa nini na sisi hatuwezi kubadilika tukawa kama wale? Rahisi tu. Ni kitu ambacho nimekubaliana na wewe, kimenipata, najua. Naona. Lakini nimeelewa. Na mimi naendelea mbele, mimi siangalii nyuma, mimi niko hivyo. Unasema huwezi kumfurahisha kila binadamu, lakini kama haukosei wengine ama uvunje amani ya wengine, wewe focus na ya kwako. Mkasa gani umewahi kukukuta Jamila, aidha Japan ama Marekani, ambao hautakaa usahau? Au Abu Dhabi ambako ulikuwa ukifanya kazi? Abu Dhabi ni hayo wewe ungesema diaspora na nini? Kawaida. Chuki. Ni kitu ambacho kilinifanya. Angalia, lakini Mwenyezi Mungu anapokupa mtihani, hakupi mtihani ambao haona suluhisho. Alinipa mtihani mkubwa sana Abu Dhabi, mpaka nikahama ile nyumba alikuwa naishi na wenzangu. Nilitoka. Wow.
nikaanza maisha kivyangu, na unajua ilikuwa mshahara wangu hata fingi, lakini nilijua yeye yuko juu yangu, sitoteseka. Na nilivyoondoka tu pale, nikapanga chumba, nikawa nalala chini kwenye godoro, pole mshahara kidogo najaliza, nikawa na mahali. Kuondoka pale, kumbe ndo alikuwa Mungu ana njia yangu amenitia. Mimi nilikuwa nimejizuia pale kwa wale. Nilipotoka tu pale, ndugu yangu, nikampeleka mama kuhaji, nikanunua gari, nikapata bwana, nikapandishwa cheo. Unaona? Mama nikamleta pia kule kutembea mara yake ya kwanza. Kwa hivyo saa nyingine huenda tukapenda kitu, hata kwenye Qur'ani imesema huenda ukapenda kitu sana, kumbe huwa hakina kheri na wewe. Yeah. Na huenda ukachukia kitu, kumbe ni kheri yako. Unaona? Sasa mimi nilipenda sana kukaa kule na wenzangu, kumbe ilikuwa hakuna kheri na mimi. Ilipotokea ile sababu mimi kuondoka, ndo Mungu akanifungulia milango. Kwa hivyo that is something ambayo siwezi kuisahau katika maisha yangu, maana nilimpata mume wangu pale. Nice. Haya bwana, hongera. Na uliwezaje Jamila kumleta Jomba kwenye mitandao ya kijamii anashiriki challenge zako za mapishi? Muoga kweli mume wangu. Lakini nilimwambia utanisamehe baba, hii siwezi kufanya peke yangu. Sasa zile script zote huwa namwandikia mimi. Mume wangu si mtu wa kuongea, tuna naye in real life. Paka muulize swali takujibu. Lakini nikiwa mimi na yeye, alhamdulillah tutacheka nini viaka, lakini mbele za watu muoga sana. Lakini zile script namwandikia, wewe sema hivi, hapa jibu hivi. Na nikaona kwa watu wanapenda yeye sana anavyoshiriki. Yeah. So ni wanandoa tu kujaribu kusaidiana katika jambo zuri. Hatujasaidiana katika jambo la upotovu ama kufundisha jamii kitu kibaya. No. Ni kitu ambacho tunaleta furaha. Dini ni thawabu, kumfurahisha mwenzako, dhihaki. Maana dunia kama nilivyotangulia awali kukwambia, ni dunia ya mambo mengi. Kuna wanaojua, kuna wanaolia. Kwa hivyo ukiwapa ile fursa kidogo, akiingia kwenye page Jamila anacheka, ni kitu kizuri. Nice, ongea. Niliongea na mume wangu na nikamwambia utanisaidia kwenye hili, hata kwenye kwenda kuuza nje chakula ananisaidia. Anaenda baba, watu wana shida. Hongereni sana, na kwa kweli mnafanya vizuri kwenye mitandao ya kijamii. Jamila, tunaelekea ukingoni, na nataka nijue mtu anahitaji huduma zako anatakiwa kwanza atoe oda muda gani, na zinapatikana muda wote ama ni kwa kipindi maalum? Ikiwa inategemea, ikiwa ni oda ya watu 5, 2, au unachukua oda kuanzia watu 2? Niko na minimum orders, maana vitu vingine siwezi kuingia jikoni kapika sambusa 5. Time yangu, gas, itajilipa vipi? Kwa hivyo nimeweka minimum amount. Na nashukuru wateja wangu ni watu ambao wanaelewa, nashukuru sana na wananiheshimia kazi yangu, nafurahi. Hasa kitu kama hicho cha minimum, akitaka minimum order anipe tu siku moja. Siku ya pili aje achukue jioni, hata kusema asubuhi haina nini. Lakini tukisema ni order kubwa ya watu 20, watu 30, nataka niambie angalau wiki 3. Maana kitu kama hicho kawaida siwezi kufanya nyumbani, lazima nikodishe jiko nje. Na nipate wasaidizi wangu, kuna wasaidizi 2, 3. Maana siwezi kufanya peke yangu. Okay. Na una deliver miji mbalimbali au ni ndani ya Atlanta tu? Kudeliver tuna deliver, lakini kawaida huwa nawaambia wateja
J Kizondo Swahili Bites. Lengo lake la kwanza si kwa ati nipate pesa nitajirike, lakini lengo langu la kwanza ni kuleta satisfaction kwa mteja ili arudi. Kwa hivyo mapenzi yangu kama mpishi na mfanyabiashara, nilikuwa nataka kile chakula kikufikie kikiwa kiko katika hali nzuri, usijutie. Unaona? Kwa hivyo mara nyingi wanawauliza uko sehemu gani? Mimi niko mahali fulani. Dadangu, kuna njia mbili ya shipping. Kuna regular shipping ya 3 to 5 days, kidogo bei yake nzuri, na kuna bei ya overnight, pia pili unapata. Hiyo bei yake ghali. Hiyo ya bei ghali, uzuri wake ina uhakika chakula siku ya pili umekipata. Hali yake nzuri. Kile cha siku 3 ama siku 5 huenda kikaharibika mama. Hali ya hewa sahi joto, ama siwezi kujua wale wa post office utakidurusha chakula wakitupe tumati, unajua tena. Yeah. Mizigo ni mingi. Kwa hivyo kama utakazania cha siku 3 na siku 5, kikitoka kwenye mikono yangu, mimi si muhusika tena. Kikiharibika, kikipotea. Kwa hivyo lazima kuna masharti fulani, policy fulani tuelewane na mteja mwanzo. Wakikubali tunaanza kazi. Lakini tunaship. Wow. Yeah. Hongereni. Tunasubiri sasa mgahawa rasmi uanze. Ushasema huko mbioni, basi yamkini tunaweza tukaalikwa kuja kuzindua. Tumefika mwisho, labda mwisho kabisa ni kuache na swali la kizushi. Nini hatujui kuhusu Jamila Kizondo? Nini hamjui kuhusu Jamila? Jamila maana yake ni mzuri. Maana jina hilo Jamila jina la Kiarabu. Linamaanisha mzuri, beautiful. Mashallah, na wewe mwenyewe mzuri. Wapi? Zaki. Uone jomba kachanganyikiwa. Nitasema kwa mtu mmoja niko na talent nyingi sana. Namshukuru Mwenyezi Mungu. Maanake Mwenyezi Mungu humtunuku anayempenda, na mimi naamini amenipenda. Amina. Kwa hivyo kitu ambacho mkijui kuhusu Jamila ni kuwa Mwenyezi Mungu amempenda sana. Na mimi nampenda Mola wangu sana. Amina. Isingekuwa Marekani, nchi gani nyingine ungetamani kuishi? Tumeishi Marekani, tunaishi Marekani, tumeishi Japan, tumeishi Oman, tumeishi Imarati. Nchi nyingine ambayo na jaribu kumwona mume wangu vipi atapata labda transfer tuende ni Saudi Arabia. Saudi Arabia kwa sababu nina hamu sana ya kupata fursa kwenda kwenye nyumba ya Mwenyezi Mungu. Naomba sana ikiwa kutatokea fursa basi iwe. Inshallah. Kwa kijana ambaye anatamani kuingia nchini Marekani, mambo gani matatu anafaa kuyazingatia? Jambo la kwanza ni dini. Manake dini ni kamilifu la maisha ya binadamu. Mara nyingi unapomtambua Mungu unajipata kwenye njia sawa ya kimaisha. Na ukiwa katika njia sawa ya kimaisha unafurahisha Mungu, na Mungu naye anakupa baraka. Cha kwanza ni dini. Cha pili ni usisahau unapotoka. Hii ni njia tu tunapita, ndio unakuja Marekani umepata pasipoti, lakini hukuanzia Marekani maisha yako. Yalianzia pale mamako alikuzaa. Wengi ambao tunafika hapa tunajisahau kuwa tumetoka Kenya, tumetoka wapi. Wengine hata kurudi nyumbani hawataki. Hawaweki mawasiliano na watu nyumbani, vibaya sana. Mtu anayejitambua na anayejipenda ni yule mwenye kukumbuka na kutoka. Pili. Kitu cha tatu, kuwa mtu kawaida tu, be humble, kuwa wewe yani. Usimwangalie alo chini yako. Yeah. Yani not alo chini yako, usimwangalie ambaye umepita kimaisha yani, usimwangalie ovyo. Mwangalie sawa, yani wewe jiweke sawa na yule. Maanake vitu ambavyo ulivyonavyo ni vitu vya anytime Mungu aweza kuvichukua. Atakupa utajiri, kesho akiamua kuchukua, so umerudi pale pale kwa ule ambao umemdharau. Yeah, so just be humble in life. That's it.
Those are the three things. Hiyo ni kwa wale ambao wamefika Marekani. Kwa kijana ambaye anakutazama akiwa pale nchini Kenya, hajawahi kuingia Marekani, anasikia Marekani kuzuri, Marekani ukiingia fursa zimejaa, ukiingia Marekani utatoboa. Story ni nyingi sana kwa vijana nyumbani. Je, ndivyo ilivyo? Na kama sivyo, kijana ambaye yuko nyumbani hajawahi kuingia Marekani na anatamani, unamshauri nini? Hakuna kitu kibaya na tutawakaribisha ambao watakuja. Unaona? Ingawa nitarudi tena pale kusema kuwa America is the land of opportunities. If you know well how to play your parts. That's it. Okay. Mimi siti neno hapo, umemaliza vizuri sana, akili kichwani mwake aliyekusikiliza. Mimi nasema asante sana Dajamila kwa muda wako. Tulisema nusu saa lakini tumeenda zaidi kwa sababu ukiwa na Jamila mambo ni mazuri. Tuko hata kumkata inakuwa ngumu kwa upande wangu, lakini thank you so much. I appreciate kwa muda ambao umeweza kutenga, tumeweza kuzungumza haya machache ambao umeweza kushare. Naamini aliyekusikiliza ameweza kujifunza. So thank you so much Dajamila kwa muda wako, nikutakie jioni njema mpaka wakati mwingine. Asante, nimefurahi sana. Asante ndugu yangu. Na mimi nimefurahi sana. So till next time, mimi naitwa Selina kwa niaba mgeni wangu Jamila Kizondo. Mfollow pale Instagram, YouTube, TikTok, ana mambo mazuri. Kama unapenda kupika pia, unaweza ukaibaiba recipe. Unaweza ukaibaiba ujuzi kutoka kwake. Mimi naitwa Selina na kwa niaba ya mgeni wangu Jamila Kizondo nasema thank you so much. Till next time, hii ni Talk to Diaspora. Bye bye. Diaspora, talk to diaspora. Diaspora, African diaspora. My people from Africa, kutoka pande zinginezo za dunia. Let us talk about your lives. Uhalisia wake tunataka kujua.